kudumisha mila moja, lakini pili ni misa. Panajulikana kwamba kulikuwa kuna makosa ambayo yalishafanyika zamani, lakini hapa leo wameweza kukutana lakini na kufanya mageta. Ni kitu ambacho kinafanyika hapa. Kwa hiyo nakusii mfuatiliaji wa Darubini Digital, ukae na sisi uweze kufuatilia kinaga ubaga kinachoendelea hapa Mama Isara. Mimi ni Pasco Yohani, hii ni Darubini Digital. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Darubini Digital, hapa nipo wilaya ya Mbulu, sehemu ambapo pia ni chimbuko la Wairaqw. Hapa ni Mama Isara, kwa Wairaqw wanapenda kusema Irodaau. Ni ibada ambayo inaendelea hapa, lakini ni ibada ya kawaida, lakini pia imechangamana na mambo ya kimila. Zaidi sana tunapenda kuungana na wakazi wa wilaya ya Mbulu. Hapa tunaungana na aliyewahi kuwa mbunge wa Mbulu vijijini. Hapa tunakutana na Flatei Masai, mbunge ambaye kwa wengi wanamjua alikuwa mbunge machachari katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda yeye atueleze kwa kina, kwa sababu yeye pia ni Mwira. Geoffrey Stationery na Internet Service. Huduma zetu ni tunauza vifaa vya mashuleni na maofisini. Huduma zote za stationery kama lamination, scanning, printing, banding, photocopy colored, size A4 na A3. Tunatoa picha za kwenye simu na memory na kamera. Tunapiga passport size. Tunafanya graphics na design, vyeti, vitambulisho vya kazi, name tag, business card, vipeperushi, brochure na matangazo mengineyo. Tuna huduma za internet. Tunatuma maombi mtandaoni. Tuna print t-shirt, tuna design kadi za mialiko na michango za kisasa. Tupo Karatu mjini karibu na Camp David kwenye jengo la Continental opposite na mashine za kusaga. Nyote mnakaribishwa. Sana mbunge. Asante sana. Kama ulivyosikia, jina langu ni Flatei Gregory Masai. Ukweli ni kwamba leo tunafanya ibada ya dini Katoliki, kwa maana ya misa takatifu, ambayo kimsingi jambo hili limeanza mapema miaka kadhaa iliyopita, karibu miaka 8, kufanya chimbuko la kwa nini elimu kwa ndugu zetu jamii ya Wairaqw, yani Cushitic, ambayo imekuwa ni tatizo katika jamii yetu. Kwa hivyo wazee walipofuatilia na kanisa lilifuatia na Padre James akiongoza jambo hilo, likaonekana kwamba hapo kabla kulikuwa na jambo limefanyika. Wazee wetu na watemi wakati ule walifanya mambo ya kienyeji kwa kushirikiana na watemi wetu wa kabla. Wakati huo wakaamua kufanya jambo ambalo ni kustopisha elimu ili vijana wasiende mbali, kwa sababu walijua kwamba elimu ikiwepo, vijana wakipata elimu, manake watatoka katika eneo hili la Mama Isara au Iroda au wanavyosema hapa, au maeneo hapa sasa hivi tuko Hailoto, kwamba watu wataenda mbali, wataenda mbali. Na wakati ule vijana walionekana kama ni nguvu ya jamii, na kwenda mbali manake ilikuwa ni kuwakosa. Kwa hiyo wakaona hapana, wale ambao ni bright wakiondoka itakuwa vibaya. Kwa hiyo wakachukua daftari na kalamu na mambo yale ambayo yanahusiana na elimu, wakapeleka kwenye mto ambao unakwenda clockwise, yani unakwenda nyuma, yani unarudi nyuma, yani kinyume. Kwa hivyo wakaenda wakatambika, wakaingiza kwenye maji hayo, wakaweka mahali ambako baadaye utayaona, maana tutakwenda huko. Wakaingiza huko na kutambika kwa kimila. Sasa baadaye tulivyoona athari zinatokea, tukaanza kujiuliza nini kinatokea hivyo, kwa sababu hata anaweza kutoka mtu akasoma akapata PhD, lakini akifika huko anaanza kulewa, anaanza kukataa elimu, wanakataa shule. Watu wakajiuliza kuna nini? Kumbe wakati walifanya hivyo. Kwa hiyo kuna mzee mmoja ambaye ni mtemi anaitwa Nadobea. Wakati ule yeye alikuja huku na akapata huo utemi kutokana na jinsi ya utaalamu wake ulivyo ule wa kienyeji. Basi baadaye au wa kimila. Basi baadaye alipoambiwa hayo afanye hayo ili watoto wasiende mbali, warudi nyumbani, basi akakubali. Lakini wakati huo kwake alikuwa shule. Kwa hiyo tena alikuwa mtu mwenye akili sana, alikuwa ameenda Tabora Boys wakati huo, ninapopata hadithi. Kwa kweli akasema basi kama mtaka kufanya wakafanya hilo jambo. Walipofanya hata kwake alirudi. Kwa hivyo ni wazi kwamba ilikuwa na athari tangu ilipotokea jambo hilo walikolifanya wazee, wakalifanya kwa namna ambayo baadaye ilianza kupoteza. Basi mtu anaweza kasoma, anaweza kuwa daktari, lakini elimu haimsaidii. Na wengi wanaacha shule wakiwa darasa 7, wengine la 3, wengine form 5, wengine wameenda, wengine madaktari, wengine
maengineer, lakini akifika mahali, hata akifika mbele, atafika mahali atasimama, hata saidia familia, atakuwa tu mwisho elimu haiwezi kumsaidia. Sasa vijana na wazee wakakaa pamoja na wakina mama wakajaribu kuweka hili jambo, wakalifuatia hatua kwa hatua. Sasa padri kwa sababu yeye ni mtaalamu wa jambo hili na ameendea shule, basi wakarudi sasa kuweza kutatua jambo lile, kukaa na kabila hili pia na ukoo huu wa machifu ili waweze kulitatua jambo hili kwa kulitakasa. Tumemtafuta muhusika mkuu wa hili jambo. Yeye ni Father James Yarot ambaye anafanya utumishi katika wilaya ya Mbulu vijijini, eneo la Bashai. Tunaungana naye atueleze kinagaubaga hili jambo ambalo yeye ndio muhusika mkuu na amelibeba mabegani mwake. Atueleze kwa kina kwa nini ameamua kuyafanya haya, na watu wengi kweli wameitika kwa kabila la Wairaq. Labda Father, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Bana, hii ni Darubini Digital, lakini wengi wanapenda kuifahamu kilichoweza kutokea hapa Mbulu. Tunaamini wewe ndio muhusika mkuu na ulibeba hili jambo mabegani. Ndio. Labda ungetueleza labda kinagaubaga hili jambo limekaaje? Kwa ujumla hili swala linahusu swala la matengenezo katika kabila la Wairaq pamoja na makabila yaliyokuwa yanazunguka Wairaq waliokuwa wanatembea pamoja. Nao ni Wabarbaik na Wagoroa. Sasa huko nyuma wazee wetu waliishi katika hali ya mila bila imani yoyote. Waliishi imani ya kimila na kulikuwa na mambo mapotovu ambayo yalifanya jamii pia baadaye ije kwenye uharibifu. Kwa mfano, wakati ule wazee, mtoto akizaliwa akitanguliza miguu ni lazima auawe, atupwe. Alafu hali kadhalika binti akipata ujauzito ni lazima apelekwe porini na kutupwa. Kama hajaolewa. Kama hajaolewa na mtu yeyote, akipata ujauzito, vijana wa kiume wanamsindikiza, wanampoteza porini, aidha aliwe na wanyama wakali au akimpata mtu huko porini atakayemchukua, lakini asirudi moja kwa moja kwenye maeneo yetu. Hali kadhalika wakati wa miaka ya 1900 elimu ilianza kuingia kwenye nchi ya Wairaq baada ya Wajerumani kufika katika nchi hii. Sasa Wajerumani walipofika walianzisha shule kwa sababu misionari, kanisa liliambatana na kuja ujio wa misionari na ukoloni wa Kijerumani. Kwa hiyo ukoloni wa Kijerumani walipokuja waliona namna ya kuingia nchi lazima walete mapadre na watawa ili wawe rahisi kuwafikia wananchi na wao wasipata maarifa ya kuongoza nchi. Hilo swala sasa kwa sababu umisionari ni kuleta habari njema katika jamii kwa ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ambaye anataka mabadiliko ya kimaisha ya binadamu na mabadiliko ya kiroho. Watu waishi maisha mema, maisha ya upendo, maisha ya kusaidiana, maisha ya kuhurumiana, maisha ya kusameheana, maisha ya kujitolea, maisha ya unyenyekevu, utii. Ndio mambo aliyoleta Yesu. Sasa haya mambo yalishindikana kwa sababu ya haya mazingira mabaya. Kwa hiyo baada ya kugundua hilo tukasema sasa hili tuliweke ili tufanyie matengenezo. Kitu kingine ni pombe. Vijana wengi wa Kiiraq mpaka leo, sio vijana tu, hata watu ambao tayari wamesoma, athari kubwa ya maisha inatokana na pombe. Hata familia zetu, kwenye familia pombe imetawala sana. Hakuna kitu kingine kinachobomoa familia ya Iraq ni pombe. Hasa pombe hii kwa nini? Kwa sababu ndio iliambatanishwa na kuwatoa vijana elimu. Iliambatanishwa wakati wa lugha ile ya kunena kwamba sasa tuwaondoe hao vijana shule. Tutatumia nini ili watoke shuleni? Kitu cha kwanza tutawatoa kwa nia ya kunywa pombe. Kwa hiyo wakiwa kijijini wasifanye kitu kingine, wao wanakunywa pombe. Kwa hiyo ile pombe ikaanza kutawala. Sasa watu wengi wananiuliza, "Je, Padre James, hivi kweli haya matendo yanawezekana?" Yanawezekana katika ulimwengu wa roho wa uharibifu. Kwamba mtu unaweza kutengenezewa mazingira fulani kuharibika. Inawezekana kwa sababu watu wanatumia madawa ya asili, miti shamba ipo, hata ya kuwavuta watu ipo, ya kuharibu watu ipo. Kwa hiyo hii ni mambo ya kawaida tu.
Na watu wanasema, je, nikibatizwa haya mambo yatanipata? Hatakupata kama humwamini Mungu. Na kama una nguvu za kimungu atakutandika tu. Kwa hiyo baada ya kuona hilo, tumeona kwamba tunayo laana nyingi tu katika kabila la Wairaq. Tuna laana ya kufitiniana, kuna laana ya Gwandulaya ambaye ni mzee mmoja, wazee walishindwa kumsaidia wakati anapigana na mtoto wake, wakamwacha kwa mtoto wake, mzee yule kavunjwa. Kwa hiyo hizo laana pia zinawaandama vijana wengi. Sasa wanapiga mababa zao, wanapiga baba zao, anadai haki kwa nguvu. Anaanza kumwambia mzee, wewe sasa umekwisha, ondoka hapa, mimi nitawale. Kwa hiyo mambo ni mengi tu. Kwa hiyo hizo laana zote tukazikusanya pamoja, sasa tukaanza kufanya matengenezo. Matengenezo kwa kweli ni mazuri, isipokuwa kazi ipo. Kwa sababu lazima tutoe elimu watu waelewe. Kwa sababu ya nini? Watu sasa wako kwenye mchanganyiko wa dini mbalimbali. Kuna Wakristo wa Katoliki, kuna Waluteri, kuna Wapentekoste, kuna dini ya asili, kuna Uislamu, mambo mengi tu. Sasa haya mambo yanashindikana kwa sababu ya hizi mantiki za fikra. Kwamba hiyo kitu hamna bana, Yesu ameshamaliza. Wengine wanasema hapana, Yesu amemaliza tu ukombozi wa binadamu. Lakini sasa, je, binadamu asiyetubu? Yesu amemaliza. Binadamu lazima tubu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanatufanya yametusababisha tufanye haya matengenezo. Kwa hiyo mwaka juzi tuseme, sasa tukaanza na elimu. Elimu ndio muhimu. Tukakaa chini, tukafanya vikao vya kutosha, tukawatembelea hawa wazee wetu ambao wawakilishi wa Manda Haibayo, tukawakusanya, tukakaa nao, na wao wakakubali kwamba ni nyinyi mlisababisha mzee kwetu akubali kutengeneza hayo. Kwa hiyo sasa, kama mnataka matengenezo tuanze. Kwa hiyo tunachotaka kufanya sasa, tulifanya mwaka juzi, tulifanya hatua ya kwanza elimu. Tulidumbukia pale kwenye hiyo chemchemi, tukafanya ibada maalum kumomba Mungu atokomeze hiyo hali na tuanze hali mpya. Mwaka jana tukarudi, mwaka huu sasa ni mwisho kwa elimu. Alafu sasa tunaenda kwenye matengenezo mengine. Padri, sisi tunakushukuru sana, na pia lakini kwa sababu ya muda na tunaenda kufanya vitu vingine vya msingi, na tuna hamu pia na shauku kubwa ya kwenda kushuhudia vitu ambavyo kiundani ni mila, lakini pia vyote ni katika kusawazisha vitu viwe vizuri. Padri, tunakushukuru sana, lakini pia baada ya kufanya matukio pia tutarudi hapa na kuwaambia watu kwamba sasa ni sisi kuamini kwamba haya yameisha. Tunashukuru sana. Asante sana.